Ndugu wanahabari na Watanzania, leo tumeshiriki ibada kwa ajili ya kumuombea ndugu yetu ama mpendwa wetu Mdude Nyagali ambaye alivamiwa na kutekwa mnamo tarehe 2 usiku wa manane. Na leo tulikubaliana jana wanambea wote tushiriki misa hiyo kwa ajili ya kumuombea heri huko aliko, ili Mungu ikibidi aweze kujibu, kwa sababu wanadamu peke yetu kwa akili zetu hatuwezi chochote. Kwa hiyo tumekwenda, tumefanya ibada hiyo na tumeimaliza salama, na wamemuombea, na tunaamini sasa kupitia maombi na Mungu mwenyewe yamkini Mdude akapatikana. Hiyo ndio imani yetu ambayo tunaendelea kuiombea. Na jambo la pili, tulikwenda kwa ajili ya kutoa pole kwa kanisa la Roman Catholic, nasi tutumie pia fursa hii kutoa pole kwa Askofu Mkuu Baba Mwashamu, Askofu Nyaisonga, pamoja na kanisa zima na watumishi wote, kwa mpendwa wetu ambaye ni daktari na padri Charles Kitima, ambaye wote tunakumbukwa naye alivamiwa. Na hivi tunavyozungumza yuko hospitalini. Kwa hiyo tulipeleka nalo hilo ombi kwa ajili ya kumuombea heri, ili arejee kwenye afya yake ya kawaida na arudi katika kazi yake ya kiroho ya kumtumikia Mungu. Hicho ndo kilichotusibu kwenda kanisani. Na mosi tulichapisha ujumbe wetu ambao nafikiri mtauona, ile kama kuna mtu atakuwa na lile bango basi tutawapitisha waandishi wa habari, ambalo tulieleza dhamira nzima ya kutekwa kwa Mdude pamoja na kushambuliwa kwa Daktari Charles Kitima, padri wa kanisa la Roman Catholic kule Mkurasini, Dar es Salaam. Hicho ndo kilitupelekea kwenda kanisani. Mosi tumerejea kambini tena kwa ajili ya kushinikiza yale mpaka pale Mdude apatikane. Mpaka atakapopatikana, na pia tunasubiri viongozi wetu wa kitaifa ambao watakuja kujoin pamoja nasi, akiwemo naibu katibu mkuu Mheshimiwa Gorugwa, pamoja na mwanasheria wa Tanganyika ama rafiki yake Mdude Mheshimiwa Mwabukusi, ambaye naye atakuja kujoin pamoja na sisi. Na jana kiongozi wetu wa kitaifa, kwa maana naibu katibu mkuu, amezungumza na umma wa Tanzania na akitoa wito kwa IGP Mheshimiwa Wambura kwamba atoe tamko sasa ni nini forward, kwa sababu leo tunazungumza ni siku ya 9 Mdude hajapatikana. Sasa sisi kama wanadamu na ambao wanachama na ndugu tunashindwa kuelewa ni kwamba huyu mtu imeshindikana, kwa sababu mpaka leo hatujapata taarifa kwamba ni nani anashukiwa, ni nani ameujiwa. Kwa hiyo bado tupo kwenye mzungumkuti mkubwa, na ndio maana ametoa masaa 72, na mimi naendelea kwamba tunatoa wito ule wa masaa 72, angalau IGP atoe tamko, lakini RPC mkoa wa Mbeya na yeye azungumze na umma kwamba ni nini sasa kinaendelea baada ya hapo. Na sisi hatuwezi tukaendelea muda wote kuwakalisha watu kambini hapa bila kuwapa deadline ni nini tunakaa, kwa sababu gani. Siku ya 9 tuko hapa, mwisho wenzetu watakapokuja nafikiri tunatamko ambalo tutalitoa sasa, ili kushinikiza zaidi mpaka pale Mdude atakapopatikana. Na ikibidi nafikiri kuna haja ya kusogeza kambi maeneo hayo ambayo tunafikiri Mdude yupo huko, ili wote tukasaidiane kutafuta. Bado tuna maumivu, kwa sababu kadiri siku zinavyozidi kwenda kuna maumivu ndo yanavyozidi kuongezeka, na tumaini linazidi kupotea vile vile. Kwa sababu kwa namna umwagaji wa damu ulivyokuwepo na siku zinazidi kwenda, inatupa mashaka, na ndio maana tumetoa hayo masaa 72 kupitia naibu katibu mkuu wetu wa chama taifa, na naamini yanamalizika kesho, na kesho viongozi watakuwepo hapa. Sasa tutatoa tunakwendaje mbele, lakini kwenye hatua kama hii ninafikiri sio tu hatua ya Kichadema peke yake. Nafikiri kila Mtanzania sasa aone kwa hali ambavyo ipo, polisi wamekana wale watu, hakuna anayeshukiwa, hakuna aliyehojiwa, kuna mashaka makubwa yanakuwepo. Nafikiri kila Mtanzania anapaswa kupiga kelele, kwa kuwa hili sio swala la Chadema peke yake, ni swala la Watanzania wote. Na vizuri tuko na wana viongozi na wanachama mbalimbali hapa, nafikiri nao wana maoni yao, lakini msimamo wa chama ni kwamba hatujaridhishwa na namna ufuatiliaji wa jambo hili wa jeshi la polisi unavyoenenda. Tunaona kadri siku zinavyoenda na muda unazidi kuwa mrefu, matumaini yetu ni kama hayakai sawa vile, lakini tunataka jeshi la polisi angalau kutoka hadharani na kutuambia wamefikia kwenye hatua gani. Tunafahamu kwamba Mdude ni mkazi wa Mbeya jiji pale Wambi, lakini ni mzaliwa wa Mbozi.
Mimi niko hapa na wanachama wengine, ni zaidi tangu tarehe 3 tuko hapa tumepiga kambi kwa ajili ya kumtafuta mwenzetu. Na wanachama kutoka maeneo mbalimbali wako hapa. Hatujaja kufanya sherehe wala kufanya nini, lakini tumesema sasa tunataka kupitia hili la Mdude lio ni swala la mwisho kwenye utekaji. Kama wenzangu walivyosema tangu awali, jeshi la polisi ndilo lililo na Mdude mpaka sasa. Kuna fakti chache nataka niwaambie waandishi wa habari na Watanzania wengine muelewe kwamba ni nani, kwa nini nasema jeshi la polisi liko na Mdude. Siku Mdude ametekwa walipewa taarifa saa 8 usiku. Kwa sababu kwa jua wanakompeleka, walifika saa 4 asubuhi. Jambo la kwanza. Hiyo draining time ilikuwa ni ya nini? Leo ukiwaambia kuna maandamano ya Chadema, wala hata masaa mawili hawamalizi, wanafika. Tunajua walikuwa wanajua na wao walikuwa na Mdude muda wote huo. Hiyo ni fact ya kwanza. Fact ya pili, RCO wa Mbeya alikiri na kakana kwamba wale waliotajwa na shahidi wetu kwamba ni jeshi la polisi, ni watumishi wa jeshi la polisi. Amekana. Jana nimeona kuna barua na ipo kwenye tovuti ya jeshi la polisi taifa. Inatisha watu ambao tumesema kupitia kwa kiongozi wetu wa chama taifa, naibu katibu mkuu, tumesema kwamba kwa sababu Mdude yuko kwenye jeshi la polisi, yuko na wahalifu tunaofahamu kwa majina na kwa sura, tunawafahamu kwenye makazi yao. Tumesema tunakwenda kumsaka Mdude kwenye majumba yao na kwa ndugu zao. Ametoa kauli ya kututisha. Si mnamuita kuzaga Mimi bahati mbaya hapa mimi sio mwenyeji wa Mbeya. Ni mwenyeji wa Songwe. Angekuwa rafiki wangu ningempa onyo kali. Lakini kwa sababu ni watumishi wa jeshi la polisi, muambie waandishi wa habari na amfikishie habari kupitia media hii kwamba asicheze na hisia zetu. Sisi sio wajinga mpaka tumekaa kufanya maombi. Sisi sio wajinga mpaka tumekaa kambini kumvumilia tutetee Mdude. Sisi ni binadamu. Tunaweza tukafanya lolote lile. Na kama anajua si viongozi listi zake za kuteka zipo, tunaweza tukaamua tuteke leo au tupige risasi hadharani. Kwa sababu wameamua kupoteza, atupoteze hadharani. Na nienda kutoa onyo. Akizuriwa mtu yeyote wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, waandishi wa habari, mjue ni kusaga, ameshatoa onyo. Mjue ni jeshi la polisi. Na jeshi la polisi linajithibitishia kwamba wao ndio watekaji wakuu. Pointi nyingine waandishi wa habari, mkamwambia kusaga kama tunataka kumhoji, mumwambie kama kweli jeshi la polisi lilituma watu kuja hapa Mbeya kuchunguza tukio la Mdude, ni nani amekamatwa? Shahidi yupo. Wakati wanaenda kumteka Mdude, kuna mtu alimshikia nyundo mke wa Mdude. Kulikuwa na mwanga, kulikuwa na kwana, hakuvaa maski. Nielewe, hakuvaa maski ya kujikinga, uso wake unaonekana. Ameitisha paradi ya kutambua maskari hao. Kwa nini anawaficha? Okay, sawa, ngoja tutoe nani? Wako wanaonyesha picha yao. Ameitisha paradi ili kusudi utambue kwamba watu wako hawahusiki. Kama wewe ni mwema, kwa sababu kuna mtu aliyeona kwa macho, itisha paradi. Tutambue hawa kwamba hawa ndio watumishi wako wote. Hakuwepo. Lakini tunasema watu wa ofisi ya RCO walihusika, walionwa na bado ushahidi upo. Leo wanang'ang'ana wanataka kumhoji Eze. Badala ya kumtafuta muhusika, mbona sisi tunakamatwa upelelezi ukamiliki? Kamata hao watu. Ofisi ya RCO, ofisi ya RPC, ofisi ya IGP. Kamata hao watu, tutakuletea mashahidi. Tunafahamu mpaka sura. Na majumbani mwao tutakwenda. Tutamtafuta Mdude, tutakuletea Mdude, tutakuletea na waliofanya uhalifu. Si wafahamu? Wafahamu sio hivyo? Mkamwambie ndugu zangu waandishi wa habari, IGP, kwamba kuna itments, kuna kipindi cha mwisho cha uvumilivu. Ndio kipindi kilichofikia. Mimi mwenyewe nasema mimi nimefikia kwenye kipindi cha mwisho cha uvumilivu. Mdude sisi ni mwanetu. Amekuwa anafanya kazi, hatujamsikia akiwa mwizi hata siku moja.
Hatujawahi tumsikia tukio wote la uhalifu. Wala hatujaisikia kwamba ameshikwa ugoni. Tunajua jeshi la polisi ndio liko na Mdude. Kwa hiyo tuombe masaa 72 ni serious ambao naibu katibu mkuu alitoa. Na niwaombe watu kutoka majimbo mbalimbali na mikoa mbalimbali waendelee kuja Mbeya. Tutaenda kumtafuta Mdude na nyumba hizo tunazifahamu na watu wao tutawafahamu na Mdude tutamleta. Tutamleta Mdude na hao wahalifu. Leo ni siku ya Jumapili ambayo tumeenda kumlilia Mungu wetu. Sisi kama wakina mama ambao tunazaa kwa uchungu, tunabeba mimba miezi 9, lakini leo Samia aliko ameamka asubuhi, amekula chakula kizuri chenye siagi na familia yake. Lakini sisi tuko hapa tunalia na kuomboleza ili tumpate ndugu yetu. Hii nchi sio ya kwao. Hii nchi ni ya Wanatanzania wote, wasiokuwa wana vyama na wenye vyama. Tunaomba mturudishie Mdude. Mdude ni binadamu kama wewe ulivyoumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Huna haki ya kudhulumu uhai wa mtu. Huna haki ya kudhulumu maisha ya mtu. Tunamhitaji Mdude akiwa salama. Mmeua watu wengi sana. Mmeacha watoto yatima. Mmeacha wazazi yatima ambao wengine walikuwa wanawategemea. Kwa hiyo kwa kauli hii, nyinyi polisi, ninaomba mumurudishe Mdude. Ndio maana siwapendi. Mimi nilikuwa ni mke wa askari, lakini kuanzia leo simtaki na mume, mumchukue huko. Siwezi kuishi na binadamu ambaye anaenda kuzuru binadamu. Ninaomba, ninapatikana Iunga na mlikuja kunikamata, na kama mtakuja hata kunikamata na mje, siogopi. Tunataka binadamu aliyezaliwa na mwanamke arejeshwe ili arudi katika familia yake. Polisi nyinyi tunawalipa kwa kodi zetu. Polisi nyinyi kazi yenu ni kulinda mali na yake. Lakini mmebadilika, mmekuwa kama jeshi la Mungiki, mmekuwa Boko Haramu, mmekuwa Tarahamwe. Tuogope nchi hii kusema nyinyi ndio mali yenu. Hii ni nchi hii Mungu alivyotuumba hapa Tanzania. Alikuwa na makusudi ya kutuweka hapa Tanzania. Basi angetuweka Burundi, angetuweka Rwanda, lakini madaraka haya mmelewa madaraka. Leo hii madaraka haya ndio mnayafanya kafara kupitia damu zetu sisi. Kwa hiyo tunataka haki zetu zilindwe, haki za raia zilindwe. Tunamhitaji Mdude na hao wote waliotekwa na hao wote mliowapoteza. Kawawekeni sehemu yoyote ili tuwakute wakiwa katika hali gani. Tunajua kama watu wamekufa, tuwazike kwa heshima zote za kibinadamu. Kama watu mmewafungia, watoeni huko mnako wapeleka Chunya, tuna taarifa zote. Mnataka watu hapa mnawapeleka njia Mkwajuni. Mnataka watu hapa mnawapeleka Nyala kwenye andaki kule. Tunahitaji binadamu wote wawepo hapa. Na kutaja wewe Faki, na kutaja wewe nani waliyemtaja sasa hivi hapa jana nimetoka. Shabani. Tunaomba, ulizaliwa na mama miezi 9. Huko uliko Mungu akakunenea wewe na ukoo wako. Mungu akakunenea wewe na familia yako. Ukapate laana ambayo haitakuja kuisha katika kizazi chako. Kwa sababu Mungu alikuumba, hakukutuma uje umwage damu ya mwananchi yoyote. Hakukutuma uje kumwaga damu ya raia yoyote ambaye ni mwema. Tunashuhudia vibaka wengi wanabaka watoto amua. Chukulia hatua. Nyinyi mnaona Chadema tu ndio wahalifu. Sio sisi tulianzisha vyama vingi. Baba wa taifa aliasisi vyama vingi. Kwa hiyo alisema tuenzi mifumo yake mizuri, tupendane. Ndio maana kulikuwa na ujamaa. Leo hii uchu wa madaraka umewatawala kuliko utu wa madadamu. Ni heri ukaongozana na mnyama, sio binadamu. Nyinyi polisi mnatutesa sana. Mnatutesa. Tunapata uchungu sisi kama akina mama. Kwa nini mnafanya vitu kama hivyo? Watoto wengi wanazidi kuwa mayatima barabarani, wanakuwa machokora. Tunawaona hawana wazazi. Leo hii mnamwacha mtoto yule mdogo, atakuwa ataishije? Anahitaji matunzo ya baba. Nyinyi mnakula rasilimali za nchi hii. Lakini sisi tunahangaika. Tutamlilia Mungu wetu aliye juu, atatumulikia. Iko siku isiyojulikana Mungu atakuja kusema nanyi na mtakuja kutoa ushuhuda huu. Kama damu za watu mmeona ni heri kuliko binadamu, utu wa mwanadamu, basi tunawaambieni lipo siku, hakuna jambo lisiokuwa na mwisho. Yote yanakuwa fanya nini? Yana mwisho. Mnashuhudia wenzenu wa Kenya wamepata ajali, lakini binadamu wamepita ukiwaangalia. Wanakufa kwa uchungu, wanalia, lakini binadamu washindwa
kuokoa. Tufike huko. Tunaomba Watanzania wote popote mlipo, kemeeni makanisa, kemeeni, msipokee rushwa za damu hizo, hela, pesa haramu hizo. Kemeeni, maovu yapungue. Leo wameingia mpaka kwenye makanisa, wameingia mpaka yani hao maaskari na hisi ni kikosi cha majambazi, kwa sababu sijawahi kuona askari anaruka fence, anavunja mlango kama jambazi, anakwenda na bomoa mlango wa pili. Mimi nasema kipindi kwa kusema tunakuwa sema wako na bomoa na Fatuma, hata hao ni majambazi vile, sio askari. Wanakula pesa zetu sio kwa sababu. Basi tutawasaka hao watu asiporudi Mdude popote walipo. Kama sio kwenye ukoo huu waliozaliwa, tutawafuata hadi kwenye vijiji vyao, na hili hatutaliacha. Lazima kila haki ya binadamu yoyote itendeke na ipatikane kwa haki na amani. Sio kwamba hatuna kazi ya kufanya. Tunalia kwa ajili ya Mdude ndugu yetu. Tunaomba, sio kwamba sisi hatuna akili. Tunaomba huko mliko mweka, na kama mmeenda kumzika makaburi ya Uyole, ninaomba mkafukue maiti mtuletee. Maana mlimchukua ndani, hatimaye mkamtoa nje. Mmempiga, mmemuumiza. Sasa hivi mnaanza kutusakama eti tuwatafute mashahidi wale waliosema. Hatuna shida nao, nyinyi mnawajua na tena mliwatuma. RPC, wewe ni mwanaume, una mke na watoto. Lakini kumbuka kwamba kila jambo la mwanzo lina mwisho. Haya yote unayoyafanya, ujue kwamba ni kizazi cha watoto wako au ni adhabu ya watoto wako. Sisi hatuna la kusema, ombi letu tunaomba Mdude mturudishie. Na wewe Samia, ninanukuu maneno uliyokuwa umesema wakati umeteuliwa, maana hatukukuchagua. Wewe ulisema kwamba mimi siwezi kuvaa kiatu cha Magufuli, maana ni vikubwa mno, siwezi. Ninaomba wananchi, pale ninapokwenda kukosea, ninaomba munionye, nami nitatekeleza yale mnayoyataka. Sasa sijajua leo umevaa viatu vya nani, kwa sababu pale ulisema Magufuli siwezi kuvaa. Na sasa hivi tunakuona umevaa sijui ya huyo kakako, hatumuelewi. Mama, hatukuelewi. La pili, ukatoa vitenge ukasema kwamba mwanamke ni nguzo. Ninashindwa kuelewa Samia. Ina maana hiyo nguzo ya kutuilia vijana wetu? Mimi sijajua. Samia, ujue kwamba damu iliyomwagika katika ardhi, damu itakulilia. Samia, ninakwambia kama umeshindwa kuongoza nchi, ni heri jivue gamba, achia wenye nguvu ambao wanaweza kuongoza nchi. Wewe ni mwanamke, ninajua umeshindwa, ila kusema huwezi. Alafu la pili, hii demokrasia Tanzania alianzisha sio Lissu, ni Rais Nyerere. Ninaomba Samia, panda ndege, nenda kafute demokrasia Tanzania. Sema kwamba haipo, kuliko kututesa. Tunalia usiku na mchana, tunahangaika, tunafadhaika, hatuna raha. Wewe unakula unashiba. Alafu cha ajabu ni mwanamke, hata mume wako unamhudumia saa ngapi? Ni ajabu mwanamke kuwa rais, haijawahi tokea. Tulikupenda mwanzoni lakini hatukukujua. Ninaomba Rais Samia, kama umeshindwa kuongoza nchi, achia ngazi, usiwe na tamaa wala usiwe na wivu. Hawa watoto ni wa kwako, ndio hawa unaomba kura kwao. Leo hii unawaua. Hivi wewe ni nani atakaye kusifu? Ninaomba hili jambo muitekeleze serikali yetu ya Tanzania. Sisi tunapendana. Cha ajabu mnakuja kutuwekea mambo ambayo sisi hatujui. Mnafundisha watoto wetu ambao wapo. Kwa majina naitwa Andrew Mambeje. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Niko hapa jijini Mbeya. Tumeitumia siku hii ya leo, Jumapili ya leo, katika kwenda kufanya sala. Ndugu mwandishi wa habari, ni kwamba sisi ukiacha wanasiasa, sisi ni wanadamu, lakini pia ni waumini ama Wakristo tunaomwamini Mungu. Kwa hiyo katika taifa letu
tunaona taifa letu linaangamia na linapoteza mwelekeo kwa matukio ya mfululizo ya wanadamu kupotezwa, kutekwa, kupigwa, kuumizwa, na hususan wapinzani kukamatwa, kutengenezewa kesi, kusingiziwa na hatimaye kuanza kudhuriwa, kukamatwa kwenye nyumba zao kama kuku. Hasa mimi neno langu dogo tu ni kwamba kama waumini na kama wanasiasa, kwa sababu wanasiasa ni waumini wa madhehebu mbalimbali na wa dini mbalimbali. Kwa tumetumia nafasi hiyo kama waumini, kama watu tunaomcha Mungu, na kwa kuwa nchi hii inaheshimu dini, inaheshimu katiba ambayo imeweka uhuru wa mtu kuabudu. Kwa tumeitumia leo kwenda kufanya maombi, kufanya sala. Na kwa kutumia sala hii tunaamini, ukisoma kitabu kitakatifu Biblia inamsema Habili na Kaini. Kaini alimchukua ndugu yake Habili akampeleka uwandani pasipo kujua mtu, pasipo kuona mtu, akamfanya mabaya. Lakini ile damu ya Habili ambayo Kaini akamuua ndugu yake Habili ilimfikia Mungu, ilipiga kelele mbele za Mungu. Hasa leo tuko hapa kwenye kambi hili, na hatimaye leo asubuhi tumeenda kushiriki ibada kwa ajili ya Mdude ambaye damu yake imemwagika kwenye ardhi ya Iwambi, ambayo hii ni ardhi ya Tanzania. Imegusa ardhi damu ya Mdude. Hasa damu ya Mdude inapiga kelele, na ndio maana unaona leo umati, unaona kambi, kwa sababu ni sauti ya Mungu inapiga kelele. Hii ni sauti ya Mungu inapiga kelele kupitia damu ya Mdude. Sauti ya Mungu inapiga kelele kwamba Mdude yuko wapi na ni nani aliyefanya. Ingawa wanajulikana waliofanya na taarifa zipo, lakini vyombo ambavyo vipo vimewekwa kwa mujibu wa nchi havitendi kazi iliyowapasa. Matokeo yake wanatishia watu. Kwa sasa hivi tunajujua mazingira tunayopitia, hatuko tayari kutishika. Tunasubiri kauli ya viongozi wetu wa kitaifa masaa 72 ikitimia. Hivyo vitisho vyao sisi tumemwambia Mungu, tumemtamkia Mungu kwamba damu ya Mdude haiwezi kupita bure. Na hii ni mashtaka mbele za Mungu. Tumekwenda kufanya ibada kupeleka mashtaka kwa Mungu, na mashtaka haya atayajibu Mungu. Na Mungu anasema hivi, anaonya mikono imwagayo damu na miguu iendeayo uovu. Mungu anaonya, ukisoma Biblia. Kwa hiyo hao waliofanya ni wanadamu, wamezaliwa, wameumbwa na amewaumba Mungu. Kwa hiyo uhai alionao mwanadamu yoyote anayepumua, wakiwemo hao maaskari, ni uhai wa Mungu, haruhusiwi mtu yoyote kuuondoa. Kwa ibada yetu ya leo ni mashtaka mbele za Mungu, kumlilia Mungu kwamba tunamtaka Mdude, tunataka na hao waliotenda hayo mambo, na hao wanaopanga, na hao wanaotuma, ili washughulikie. Kwa ndugu mwandishi wa habari, wasipuuze ibada hizi tunazofanya, wasipuuze kusanyiko hili ambalo liko hapa. Sauti ya Mungu inasikika kwa watu. Watu wanaposema manake ni Mungu, watu wanapolalamika manake ni Mungu, watu wanapopiga kelele manake ni Mungu. Kwa wasipuuze hii sauti, na wala huyo kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya asipuuze hii sauti. Damu ya Mdude haitapotea bure na haitanyamaza, na hawawezi kuzuia sauti ya mabadiliko, hawawezi kuzuia sauti ya kudai haki, hawawezi kuzuia. Wakifikiri wakimpoteza Mdude wamezimisha sauti, haiwezekani. Na haikubariki Mdude apotee alafu tupuuzie. Kwa hiyo tunawaomba, na ninatoa rai, tunawaomba, ninaamini ni waumini, kama sio Mkristo ni Muislamu, nao wanamsema Mungu, nao wanahubiri dhambi, lakini leo wamefika mahali pabaya hata kuumiza watumishi wa Mungu wakiwatishia. Huu ni utawala ambao umeanguka, ni utawala ambao umekwisha, ni utawala uliokosa haki, umekosa kibali kwenye taifa hili. Kwa hiyo ibada yetu ya leo tumeitumia kwa maombi, na tunamuomba Mungu asikie maombi yetu, asikie maombi ya Watanzania, asikie maombi ya Watanzania, asikie maombi ya waumini, asikie maombi ya Wakristo, asikie maombi ya kila aliye Mtanzania ambaye anaugua na anahuzunika kwa matukio yanayoendelea. Na hatupendi vitisho vya namna yoyote, hatupendi vitisho vya namna yoyote. Bunduki walizoshika ni kodi zetu,
Nguo wanazovaa ni kodi zetu, mishahara wanayopata ni kodi zetu, ni kodi ya Mdude ambayo leo wamemficha huko walikomficha. Kwa hiyo wao wamlete Mdude, tunamhitaji, ni familia ya Chadema. Yule sio familia ya mke wake tu na ukoo wake, ni yule ni mtu wa kitaifa, ni mtu wa Watanzania wote. Hii sauti ya kilio wasije wakalalamika itakapopanda zaidi na joto litakapopanda zaidi. Asanteni sana. Tunawashukuru watu wa Mungu ambao wamejitokeza katika kumwabudu Mungu na kumuomba Mungu. Na haya ni maombi ambayo tumetangaza tu, lakini watu wa Mungu maeneo mbalimbali kwenye vikosi mbalimbali wanaendelea kumuomba Mungu. Wanaendelea kumuomba Mungu. Tunawashukuru sana, ninawashukuru sana waandishi wa habari ambao mnaripoti habari hizi, na nyinyi mnafanya kazi hii kwa sehemu yenu kwa kumtumikia Mungu. Ni kazi ya Mungu hii mnayoifanya. Fanyeni bila uoga, fanyeni bila wasiwasi, fanyeni bila mashaka, na Mungu awabariki sana.